Hii ni Live TV na leo ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Tunaanza kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia aweka rekodi mpya kilimo. Uzalishaji nafaka wafikia tani milioni 13.9, ongeza fedha pembejeo mikopo. Chongolo, BBT kufikia halmashauri 18, mikoa minne kujengwa maghala. Kikwete afurahia mageuzi makubwa ya kilimo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye trekta baada ya uzinduzi wa magari ya wakala wa taifa wa huduma ya ugani NAESA na matrekta ya vyama vya ushirika kwenye kilele cha maonyesho ya kilimo, ufugaji na uvuvi kitaifa katika viwanja vya maeneo ya John Malechela jijini Dodoma jana. Kuliani Rais Samia akiwa kwenye moja ya mabanda ya maonyesho hayo. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika wachambuzi wa mpatano Samia wasema tume ya uchunguzi ni hatua ya kuelekea maridhiano, wataka wahusika wawajibishwe ili iwe funzo kwa wengine. Habari katika ukurasa wa 3. Aweso wapiga marufuku uchimbaji visima kiholela. Habari katika ukurasa wa 4. Dangote serikali wafungua ukurasa mpya wa uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 4. Kupungua uzito haraka, presha, moyo hatarini. Habari katika ukurasa wa 2. Babu wafungwa maisha kwa kubaka mtoto. Habari katika ukurasa wa 20. Wazazi mbaroni, tuhuma kumfunga mtoto minyororo chumbani. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni majaji wa nje, tume ya Jaji Lila wazua mjadala, wapinzani Namibia wakosoa uteuzi, watoa mtazamo tofauti, wenzao nchini washangazwa, wahofia kuaminika kwao. Msemaji wa serikali, wachambuzi watia neno. Habari katika ukurasa wa gazeti hili. Profesa Baraka Mfinanga nukuu yake anasema taasisi za mahakama zinalazimika kulinda taswira ya kutokuwa na upendeleo hata katika mazingira ambayo hakuna ukiukwaji wa sheria uliofanyika. Isihaka Mchinjita, tunarudia wito wetu wa kuundwa kwa uchunguzi uhuru wa kimataifa utakaoendeshwa au kusimamiwa na taasisi huru zinazotambulika kimataifa kama UN, AU na SADC. John Heche, yaani jaji achukuliwe Uganda, maana yake wanataka kutengeneza ushawishi katika jumuiya ya kimataifa kwamba tumeshaanza kujichunguza na umehusisha watu wa kimataifa. Gerson Msigwa, tume itajiwekea utaratibu wa namna ya kutekeleza majukumu yake kulingana na hadidu za rejea na si kulingana na mifumo ya mahakama za nchi wanazotoka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Habari picha inamwonyesha Jaji Petrus Namasebu pamoja na Jaji Barishaki Cheborion kutoka Uganda. Mwananchi limeandika Samia ageukia migogoro ya wakulima na wafugaji. Habari katika ukurasa wa 2. Madeleka simulia alivyojitoa polisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mitandao ya kijamii inavyogeuzwa kuwa mahakama ya umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika utashi kisiasa wanavyokwamisha sheria ya ndoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Gunia la bangi lafichua mazito. Habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni uteuzi wa Jaji Lila, wadau wafunguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu zipo za viongozi mbalimbali akiwemo Dr. Ananilea Nkya, Dr. Slaa Mirambo Yusuf pamoja na Dorothy Semu, kiongozi wa ACT Wazalendo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Samia agiza hatua za haraka migogoro wa kulima ufugaji. Habari katika ukurasa wa 3. Matumizi ya teknolojia sasa kupunguza gharama za ujenzi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Madeni aliyosababisha mke yalivyovunja ndoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumapili ya leo ni Rais Samia atangaza neema kwa wakulima. Ni katika hotuba yake ya 8 asema serikali itaendelea kutafuta masoko ya mazao ya kimataifa, ataka kukomeshwa kwa migogoro ya wakulima na wafugaji. Maonesho yazunguke kikanda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Msichana asimulia makubwa ya drone. Vijana kutoka kampuni ya Nyika Venture wamebuni teknolojia ya ndege nyuki drone
inayolenga kuwasaidia wakulima kutambua afya ya mimea na kukabiliana na changamoto mbalimbali katika uzalishaji wa mazao. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mikutano isichunganisha wananchi na viongozi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Haipendezi wazazi kugombana mbele ya watoto, habari katika ukurasa wa 12. Gazeti hili imeandika haki na wajibu wa traffic madereva, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wanaojenga maghorofa kiholela sasa kitanzini, habari katika ukurasa wa 3. Mke mume wadakwa tuhuma za kumfunga mtoto minyororo kufuli, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake mbele Jumapili leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi 88 jukwaa linalokuza kilimo, habari katika kurasa za ndani. Zanzibar kuunda taasisi ya ulinzi taarifa binafsi Soranga, habari katika ukurasa wa pili. Bei ya petrol diesel yashuka kidogo, habari katika ukurasa wa 3. Zao la parachichi kuongezwa thamani, habari katika ukurasa wa 6. TAMISEMI ya kusanya bilioni 4.45, habari katika ukurasa wa 3. Zanzibar China kushirikiana kukuza uchumi wa buluu, habari katika ukurasa wa 2. Rais mpya wa Colombia apishwa, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Simba mmeona vibe la noga, wenyewe waondoka wakitamba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Moja kati ya jambo lililovutia zaidi ni kitendo cha Ahmed Ally kuingia uwanjani akiwa na simba wawili. Tamasha la mnyama. Simba jana iliadhimisha miaka 90 ya tamasha la Simba Day, ikiwa ni la 18 tangu lilivyoanzishwa mwaka 2009. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mwanaspoti limeandika show ipo leo, toleo maalum ni katika ukurasa wa 7 hadi ukurasa wa 13. Ni Yanga Day special, mambo 6 ya kuyatazama. Sura mpya Yanga Day hizi hapa. Yanga Day 2026 hali itakuwa tamasha la muziki na utambulisho wa kikosi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Yanga watakipigwa dhidi ya Les Eagles kutoka Congo leo Jumapili, uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Mwanaspoti limeandika kirafiki leo Jumapili ni Arsenal dhidi ya Dortmund saa 10 kamili jioni Emirates. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo lenye limeandika Zanzibar kutumia AFCON 2027 kukuza utalii, habari katika kurasa za ndani. Simba Day usipime, habari picha inamuonyesha meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally akiingia uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kutangaza kikosi cha msimu wa 2026-2027 katika tamasha la Simba Day hapo jana. Yanga yaahidi kukata kiu ya burudani, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Tanzania yapeleka Tanzanite Miss World 2026, habari katika ukurasa wa 21. Mlugu afichua mipango baada ya madola, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika Simba Day usipime, wachezaji wapya ni balaa jipya Msimbazi, habari katika ukurasa wa 23. Kilele cha siku ya wananchi leo, habari katika ukurasa wa 23. Gazeti limeandika baba wa Messi afariki dunia, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo, ukipamba na habari picha ikionyesha mashabiki wa Simba katika picha tofauti hapo jana. Tumalize kwa kulitazama gazeti Mzalendo lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo, limeandika Hoza Okwi Kagere watu neno Simba, habari katika ukurasa wa 19. Yanga Day habatoshi leo, habari katika ukurasa wa 19. Man City yaigomea Barca. Klabu ya Manchester City imegoma ofa ndogo ya awali iliyotolewa na timu ya Barcelona inayotaka, habari katika ukurasa wa 18. Dawa za kulevya zinavyopromosha sekta ya michezo, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake nyuma. Upata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Hivi ndivyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumapili ya leo hapa Live TV. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe na nikutakia siku njema.